Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ni Novemba 12, siku ya Jumatano. Mada inasema iliyoandikwa kwenye mawe. Soma Yoshua sura ile ya 8 aya 32 hadi 55. Kitendo kilichoelezewa kwenye aya hizi kinamaanisha nini na yapasa kituambie nini leo? Mlima wa Ebali unatajwa kwenye vitabu viwili tu, Kumbukumbu la Torati 11 aya ya 29, 27 aya 4 na aya 13, na kitabu cha Yoshua sura ile ya 8 aya 30 na 33. Pamoja na ule wa Gerizimu, palikuwa ni mahali ambapo baraka na laana za agano zilikaririwa. Kwa kuwa mahususi kulingana na Kumbukumbu la Torati 11:29 na Kumbukumbu la Torati 27 aya 4 na 23, palikuwa pawe mahali pa laana. Ni hapa ambapo iliwapasa Waisraeli wasimame pande zote mbili za sanduku la agano mbele za makuhani. Yoshua sura ile ya 8 ya 33. Kundi moja lilisimama mbele ya mlima Ebali, lingine likiwa limesimama mbele ya mlima Gerizimu. Hapa kwa ishara hii, walitenda njia mbili zinazowezekana za kuhusiana na lile agano. Kafara zilizoletwa pale zililenga kwa Yesu ambaye alijitwalia mwenyewe laana zote za agano, ili wote wanaomwamini yeye wapate kufurahia baraka zake. Wagalatia sura ya 3 aya 13 na Wakorintho wa pili sura ile ya 5 aya 21. Kwa nini ilikuwa muhimu kuandika nakala ya agano kwenye mnara ulioonekana kwa wote? Tazama Torati sura ile ya 4 aya 31, Torati sura ile ya 6 aya 12, Torati sura ya 8 aya 11 na 14, na Wafalme wa pili sura ya 17 aya 38, pia Zaburi 78 aya 7. Kwa kawaida, wanadamu huwa tunakuwa wasahaulifu. Huwa tunalundika mahitaji yanayodumu kuongezeka na yenye kutatanisha maisha ya kila siku kwenye vipindi vifupi vya muda. Kwa namna isiyozuilika, tunasahau yale mambo ambayo huwa hayajirudii kwa idadi ile ile au nguvu ile ile. Kwenye kila huduma ya meza ya Bwana, huwa tunayo fursa ya kipekee ya kujiweka wakfu sisi wenyewe kwa Bwana na kufanya upya wajibu wetu wa kiagano. Ingekuwa bora kwetu kuziona fursa hizi si kama nafasi tu za kujitoa wakfu kwa mtu mmoja mmoja, bali pia kama nafasi kwa ajili ya kufanywa upya kijumuiya kwa utii wetu kwa Mungu. Katika jamii inayodumu kuongezeka katika hali yenye ubinafsi, ni lazima tufikirie juu ya uwezo wa kuwa wa jamii inayoshiriki na wengine mtazamo ule ule wa kiulimwengu, maadili yale yale na imani na utume ule ule. Je, unaona ni rahisi kiasi gani katikati ya ghasia na kukurukakara za maisha kumsahau Bwana na kutafuta kufanya mambo kwa uwezo na nguvu zako mwenyewe? Kwa nini ni rahisi hivyo kufanya hili, hasa pale mambo yako yanapokuwa yakienda vema? Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, hili ni somo la 7 la robo ya 4 mwaka 2025, na leo tumeangazia mada isemayo iliyoandikwa kwenye mawe. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema.